mbele yako kwa ajili ya angalau tuendelee kutafakari mawili matatu. Niko hapa kwa ajili ya kujisemesha, ili pia nawe ukinisikia nikiwa nimejisemesha, basi tutafakari kwa pamoja kila ambacho nitakuwa nimejisemesha. Na leo tutaangalia mambo 9 katika hotuba ya Mheshimiwa Waziri wa Habari, ya Mheshimiwa rafiki yangu huyu, rafiki wa wengi huyu, si mwingine ni Mheshimiwa Paul Christian Makonda, ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Arusha mjini. Lakini kutokana na hali ilivyo katika nchi yetu, ni muhimu sana kutanguliza maombi, kila mmoja kwa namna yake, kwa sababu hali ilivyo katika nchi yetu ina mashaka mengi, na mashaka hayo ni kutokana na si kitu kingine bali ni swala zima la mvua zinanyesha sana, na huko Mbeya tumeambiwa watu 18 wamefariki dunia juzi katika wilaya ya Rungwe kutokana na masuala ya mvua zinazoendelea kunyesha. Si lingine ni hilo tu. Hivyo ni kupe nafasi utafakari nami katika maombi haya yafuatayo, kisha tuendelee nami niendelee kujisemesha na sote kwa pamoja tutafakari. Tuombe. Mungu Baba, uketie mahala pa juu palipoinuka, ambaye unatujua vema tangu kuzaliwa kwetu, kila mmoja wetu ambaye umemzawadia zawadi hii ya uhai kufikia muda huu. Endelea kuwa nasi popote pale tuingiapo na tutokapo. Nuru yako ikawe pamoja nasi sote na taifa letu kwa ujumla. Amen. Baada ya maombi mafupi haya, nawe pia waweza kuendelea kuomba kwenye kila ambacho naweza kujaliwa kukiombea. Sasa nimeona kwamba siku ya leo tuzungumze na kutafakari mambo angalau 9 ambayo mimi nimeona kwenye hotuba ya Mheshimiwa Waziri Makonda, rafiki yangu Makonda, ambayo alikuwa anaeleza mbele ya Waziri Mkuu kwamba yeyote atakaye msaliti Rais Samia Suluhu Hassan 2030, yeye ni askari ambaye hatumi mtu, bali anaenda moja kwa moja kwake yeye ambaye ni msaliti. Lakini anatafakarisha kama mambo 9 hivi ambayo nimeona muda huu tuzungumze. Lakini kabla ya yote kuzungumza ya mambo 9 na bila kuathiri katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kupe nafasi kwa yule ambaye ulikuwa hujaweza kusikiliza nini amekizungumza hapo jana mbele ya Waziri Mkuu, nawe ukisikilize ambacho alizungumza Mheshimiwa Paul Makonda katika hotuba yake hiyo ambayo alieleza jana. Kwa hiyo nikukaribishe usikilize hotuba hii ya Mheshimiwa Makonda, ili nawe utafakari hiki alichokizungumza. Karibu. Sasa sio muda mrefu kidogo. Kwa umri wangu tutapita huko mmoja wa vijana wapi, mawe utapigwa sana. Na hapo walikuwa mueleza Waziri Mkuu. Nasikiza hotuba yake. Sasa huyu kabadilika lini? Yaani unamsikiza mtu, kuna watu wanapenda kuyatumia matatizo ya wananchi kama vile watetezi, alafu uwezo wa kutetea hawana, kwa sababu hawana hiyo record ya kutetea wananchi. Sasa tunaelekea huko 2030, wataibuka watu wengi sana. Na mimi nataka niwaambie tu, mtu yoyote atakaye msaliti Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye alituona, mimi binafsi nilipata bahati. Rais Samia aliniona nikiwa mtaani miaka 3 na miezi 6. Hata simu haiti. Unakaa na mkeo, unacheza na watoto, unajifunza mpaka na muda wa kuwapeleka shule. Mtu huyu amekuona, akakupa nafasi. Sasa kupitia nafasi umepata hela kidogo, umeanza kuwa na jina kidogo, unatengeneza network, alafu kupambana tena na yule ambaye alikupa nafasi na heshima hiyo. Mimi Paul Christian Makonda sitamsaliti Daktari Samia Suluhu Hassan, na kama uongozi wangu unatakiwa kuishia 2030, utaishia hapo hapo. Kwa nini? Kwa hiyo unatakiwa utawala maisha yako tu. Na ndio maana ukiona hao viongozi hawataki hata, yani wanataka kujitenganisha. Hii ni serikali, yeye akae pembeni, awe ni sehemu ya wakosoaji wanaoikosoa serikali.
Mheshimiwa Waziri Mkuu, umelibeba ili jukumu la kumtetea na kumpigania Daktari Samia Suluhu Hassan. Usikatishwe tamaa. Kama kuna askari ule naye ambaye amekamilika, ambaye hawezi kutafuta mtu wa kumsemea, ni mimi. Mimi ndio mtu pekee ambaye sihitaji kitu. Yaani mimi tukiwa kwenye vita, Mheshimiwa Waziri Mkuu, situmi mtu. Sio wale watu ambao mkikutana hivi mnachakiana, kamanda tuko pamoja, alafu basi kwa mipango huko nyuma. Mimi nakuja mwenyewe kukushughulikia. Tutawashughulikia wote wanaopanga njama za kuharibu na kuzofisha jitihada za Daktari Samia Suluhu Hassan katika uongozi wake huu, kwa ndoto ambazo hata hizo ndoto zenyewe zitatimia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi na bahati ya kusema kidogo la Mungu. Watu wote wanaojipanga hao hawawezi kushika hata urais, na kuhakikishia 2030 mtaniona, nitakuwepo. Na hiyo wekeni kwenye line. Tena TBC wekeni kwenye kumbukumbu. Hawapati. Hawapati. Watanzania hawezi kuwa wasahaulifu. Tutaenda rekodi kwa rekodi. Ulikuwaga wapi? Ulifanyaga nini? Huwezi kuwa malaika dakika za mwisho. Yaani dakika za mwisho hizi za uchaguzi 2030 uwe malaika? Haiwezekani. Shetani ni shetani tu, hata kama akizeeka. Sasa nasema nichomekee tu hayo kwa sababu wakati mwingine unakeleka kidogo kuona watu wako kwenye mipango usiku na mchana na nini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu Arusha, tunakushukuru sana. Naam. Tuishie hapa. Hiyo ni hotuba ya Mheshimiwa Waziri Paul Makonda akieleza mbele ya Waziri Mkuu kwamba wale wote watakaomsaliti Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kuelekea 2030 yeye atakula nao sahani moja na watawashughulikia wale wote wanaomsaliti Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini kabla hatujachambua ama kujisemesha mambo 9 ambayo mimi nimeyaona ndani ya hotuba hii, na wewe utaniambia hapo baadaye umeona nini na umesikia nini, ni kwamba hivi karibuni nimewapa password moja hivi ndogo sana, ni kwa mbali, lakini namshukuru sana Mheshimiwa Makonda kwenye hii video clip ametupa kodi kubwa kwamba ndani ya serikali wapo viongozi ambao wanataka urais. Lakini swali unajiuliza, je, kutaka urais 2030 ni dhambi? Hebu niambie, ni dhambi? Na kama wako ndani ya serikali na yeye anawafahamu, nadhani pia yuko ndani ya baraza la mawaziri, hawezi kumshauri Mheshimiwa Rais ili hao watu waondoe, ili wasiendelee kutindinganya mambo wakiwa ndani ya serikali? Hayo yakae pembeni kidogo. Sasa tuende kwenye ya mambo 9 ambayo mimi nimeyaona na nimeona nijisemeshe muda huu na kisha tutafakari kwa pamoja. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Makonda anasema kwamba kuna watu wengine hotuba zake unajiuliza huyu kabadilika lini? Kwa sababu hawa watu hawana rekodi ya kutatua matatizo ama kutetea wananchi. Kwa swali linakuja, kumbe tuna viongozi yawezekana wameteuliwa ama wameajiriwa ndani ya serikali, lakini hawana rekodi ya kutetea wananchi. Mpaka sasa wanafanya nini kule ndani? Si waondoe? Jambo la pili, ndani ya hotuba yake Mheshimiwa Makonda anasema tunaelekea mwaka 2030. Mtu yeyote atakayemsaliti rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, hapa shika neno tunaelekea 2030, mtu yeyote atakayemsaliti. Hivi karibuni nilisema kwamba huenda wakatokea watu katika nchi yetu ya Tanzania wakasema atake asitake. Nadhani mnakumbuka kwa John Pombe Joseph Magufuli walisema hata kimaliza muda wake atake asitake ataongezewa nini? Muda, kwa sababu mambo mazuri sana anayafanya na sio ubishi. Hata sasa
Dr. Samia Suluhu Hassan mambo mazuri anayofanya katika nchi. Kwa hiyo wapo, naamini watatokea, watake asitake. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, Mheshimiwa Makonda anasema unapambana na kupambana tena na anayekupa heshima hiyo. Hapa alikuwa anaeleza kwamba yeye alikaa zaidi ya miaka 3 mtaani. Mheshimiwa Rais akamchukua, akampa nafasi, akapata na viela, na sasa huenda pia na hawa wengine nao wazungumza kwamba pia Mheshimiwa Rais aliwaokota, lakini sasa wanataka tena kupambana naye. Unashika hizi kodi kidogo kidogo. Jambo la 4, anasema mimi Paul Christian Makonda sintomsaliti Rais Samia Suluhu Hassan, na kama uongozi wangu utaishia 2030 utaishia hapo hapo. Anamaanisha nini? Tutafakari. Jambo la 5, Mheshimiwa Makonda anaenda mbali zaidi kwa kusema ukiwaona hao viongozi wanajitenganisha na serikali, wanaonekana wao wanaikosoa serikali, yani serikali inakaa hapa, wao wanajitenga, wanakaa hapa pembeni, lakini ndani wako ndani ya serikali. Na hawa wote kwa muktadha wa hotuba hii kwamba wanataka urais mwaka 2030. Swali linabaki pale pale, kutaka urais mwaka 2030, je, ni dhambi? Tuendelee. Jambo la 6, Mheshimiwa Makonda anamhakikishia Mheshimiwa Waziri Mkuu akisema, Mheshimiwa Waziri Mkuu, umelibeba hili jukumu la kumtetea na kumpigania Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Usikatishwe tamaa. Katika jambo hili la 6 ambalo Mheshimiwa Makonda anasema, Mheshimiwa Waziri Mkuu, umebeba hili jukumu la kumtetea na kumpigania Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Usikatishwe tamaa. Hii ni kodi nyingine. Kwa sababu labda niseme hapo baadaye, lakini kwa sababu baadaye ni ya Mungu, dakika hii ndiyo ya kwangu. Naomba nipate nafasi hii kulisemea jambo hili la 6 ambalo Mheshimiwa Makonda anasema kwamba anamwambia Waziri Mkuu kwamba amelibeba jukumu hili la kumtetea na kumpigania Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na asikatishwe nini? Tamaa. Lakini kati ya watu wanaotajwa kwamba 2030 itakapofika wakiwa hai huenda wakawania nafasi ya urais, mmoja wapo anatajwa kwamba huenda katoka kanda ya kusini, na kwamba ndiye labda anahofiwa sana, na mwingine anatajwa kwamba huenda katoka kanda ya kati, na mwingine anatajwa kwamba huenda akatoka Zanzibar. Lakini swali linabaki, je, ni dhambi kuonyesha nia ya kutaka urais mwaka 2030 kama hawapo watu wenye nia ya kusema Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan atake asitake 2030 aendelee? Ni swali tu dogo kabisa. Jambo la 7, Mheshimiwa Makonda anatupa kodi nyingine. Anasema tutawashughulikia wote wanaopanga njama za kuharibu na kudhoofisha jitihada za Daktari Samia Suluhu Hassan katika uongozi wake huu. Watawashughulikia wale wote wanaopanga njama za kuharibu na kudhoofisha jitihada za Daktari Samia Suluhu Hassan katika uongozi wake huu. Na mimi naungana naye kabisa kuwashughulikia wale wote wanaodhoofisha shughuli ambazo jitihada za Daktari Samia Suluhu Hassan katika uongozi wake. Jitihada ziko nyingi sana ambazo zinafanywa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan
Kwa hiyo wale wote wanaopanga na kuharibu na kudhoofisha jitihada za Mheshimiwa Rais watashughulikiwa, Makonda anasema, na mimi namuunga mkono kweli kweli kwenye hili. Watawashughulikie. Jambo la 8, Mheshimiwa Makonda anatupa kwamba watu wote wanaojipanga hawawezi kushika hata urais, na kuhakikishia, na aliwaomba pia chombo cha habari TBC kwamba waweke kwenye rekodi, ingawa hakuwataja moja kwa moja majina yao, ili hizi rekodi zikae vizuri kwamba hata atakayekuja kushika labda urais kwa nafasi hiyo kwa mwaka huo, kama endapo utakuwepo uchaguzi wa urais, kama Mheshimiwa Rais hatoendelea yeye, kwamba hawa watu hawatashika urais kwa namna yoyote. Mheshimiwa Makonda, hizi zote ni kodi. Lakini jambo la 9 ambalo nimeliona kwenye ile hotuba ni kwamba anasema hivi: tutaenda rekodi kwa rekodi. Sawa, tutaenda rekodi kwa rekodi. Huwezi kuwa malaika dakika za mwisho, dakika za uchaguzi 2030. Na akamalizia kwa kusema malaika hata akizeeka, shetani hata akizeeka bado ni shetani. Mtazamaji, unaona nini? Unajifunza nini? Haya ndio mambo 9 ambayo mimi nimeona kwamba ni kushirikishe katika nilichokiona ndani ya hotuba ya Mheshimiwa Makonda ambayo ameizungumza jana pale jijini Arusha mbele ya Waziri Mkuu. Swali langu, je, kwa mujibu wa katiba hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inatueleza kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatakiwa achaguliwe vipindi viwili, mimi ninachokifahamu, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alipokea madaraka baada ya kifo cha mtangulizi wake John Pombe Joseph Magufuli, ambapo yeye alikuwa makamu wa rais. Kwa hiyo katiba ikampa nafasi ya kuendeleza gurudumu hile na kuimalizia awamu ya 5. Sasa ameanza awamu ya 6 ukweli kwa kuchaguliwa mara moja, na rais anachaguliwa mara 2. Au wewe unasemaje? Swali lingine, je, kutaka urais mwaka 2030 kuanza kuuchumbia sasa ni kosa kwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi? Tutafakari.